Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba zaidi ya waumini 1000 tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba familia moja katika eneo la Githunguri katika kaunti ya Kiambu inalilia haki kwa unyama uliotendewa jamaa wao. Joel Ngugi mwenye umri wa miaka 42 aliyefariki dunia masaa machache baada ya kupatikana akiwa amelawitiwa, yani sodomized katika lugha ya King'enge. Wakazi wanasema kwamba hili sio tukio la pekee na wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa matukio yaliyompata Joel. Kisa hiki kimezua hasira na sasa familia inatoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa. Sheila Chalangat na mengi zaidi. Alhamisi tarehe 17 ya wiki iliyopita, Margaret Nduta alipokea simu iliyomvunja moyo. Ndugu yake mkubwa Joel Ngugi mwenye umri wa miaka 42 alipatikana akiwa amelawitiwa eneo la Wanjenga ambalo haliko mbali na nyumbani kwao. Alikuwa anaongea lakini ni ile ya kujifinyilia. Juu yeye alikuwa ananiambia nasikia uchungu, na bado hiyo kinyesi ilikuwa inatoka, na alikuwa anashika hapa. Joel alionekana mara ya mwisho madukani Githiora akiwa na kikundi cha watu karibu saa 2 usiku Jumatano. Nikasikia wakisema sio mtu mmoja, sio wawili, sio watatu. Hata hivyo, familia hii bado haina uhakika ni nani aliyefanya ukatili huo kwa mwanao. Postmortem walifanywa jana. Ngugi aliwekwa kitu blunt, kikaingia huko ndani, kikamkatakata hiyo manini inaitwaje? Ndio hiyo kinyesi ilikuwa inatoka bila nini kupima. Kwa mujibu wa familia hii, hili sio tukio pekee. Hofu imewaingia. Wengine walioathirika wanasemekana kusita kuzungumza kwa sababu ya hofu ya kulipiziwa kisasi. Hiyo kesi ziko mingi sana. Kisikia na hapo na hapo na hapo. Lakini kuna swali niliuliza wakati nilikuwa hapo. Si polisi wako pale. Na huyu mtu amekaa hapa. Kwani wanafanya nini? Kwa hiyo wapinzani wanawake ni wengi hata unashindwa. Ni dunia sijui iko namna gani. Hii leo familia hii ilikutana hapa kujiandaa kwa mazishi ya Joel ambayo yatafanyika hapo kesho, wakisema kuwa harakati zao za kutafuta haki sasa zinaanza. Sheila Chalangat, runinga ya TV 47.